Sasa tunaingia awamu ya pili ya zoezi hilo la maboresho ya uandikishaji wapiga kura. Zoezi hili la awamu ya pili litahusisha sana uwekaji wazi wa daftari la awali la wapiga kura. Yaani tafsiri yake ni kwamba lile zoezi tulilofanya mara ya kwanza, wale watu wote tulipiga picha na kuwapa vitambulisho, limetengenezwa daftari la awali ambalo linaonesha orodha ya wale wote walioshiriki zoezi hilo. Wapo kwenye daftari hilo. Kwa hiyo hili daftari tutalibandika kwenye mbao za matangazo ambazo zitapatikana kwenye vituo vile vyote walipojiandikishia kipindi hicho. Kwa hiyo wananchi tunatoa rai waende wakalikague hilo daftari ili waweze kujiona kama wamo na wazihakiki taarifa zao, kuona kama majina yao yalichukuliwa sawa sawa, taarifa zao za umri, taarifa zao za jinsi kama ziko sawa sawa. Inawezekana majina yamekosewa, inawezekana jinsi haikuchukuliwa vizuri, badala ya mwanaume ikasomeka mwanamke au badala ya mwanamke ikasomeka mwanaume. Hayo ni makosa ya kibinadamu yanaweza kama jitokeza. Kwa hiyo uwekaji wazi unatoa fursa ya kurekebisha hizo taarifa. Lakini zaidi sana, daftari likishawekwa wazi, mtu kaenda ukalipitia, ukasoma, ukaangalia kilichoandikwa pale, kilichobandikwa pale, nani yumo, nani hayumo, unaruhusiwa pia kuweka pingamizi kwa mtu ambao utambaini huyu hastahili kuwepo kwenye daftari la mpiga kura. Na hao tunaosema hawastahili kuwepo kwenye daftari la mpiga kura tunawaita ni watu waliopoteza sifa. Kwa mfano, mtu alikuwa ni raia mwema kipindi hicho hata anaandikishwa, lakini sasa hivi amekutwa na hatia mahakamani, amefungwa kifungo cha maisha, amefungwa kifungo cha zaidi ya miezi 6, miaka kadhaa. Huyo anakuwa amepoteza sifa, inatakiwa itolewe taarifa ili aondolewe kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Lakini pia inawezekana kwa kipindi hiki kuna mtu amefariki. Kama amefariki na alikuwa amechukuliwa taarifa zake, yupo kwenye daftari, huyo pia amepoteza sifa, hastahili kuendelea kuwepo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa hiyo mtu yeyote anaruhusiwa kutoa taarifa za mtu huyo ili aweze kuondolewa. Lakini pia inawezekana wakati wa uandikishaji, bahati mbaya, kuna mtu alipenya ambao sio raia wa nchi hii, mhamiaji haramu na kadhalika. Huyo hastahili pia kuwepo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa hiyo akibainika yumo, na wakati mwingine labda sio mkazi pia wa wilaya yetu, pia amebainika kwamba yumo kwenye daftari la mpiga kura, pia inaruhusiwa kutoa taarifa zake ili taratibu nyingine za kumuondoa kwenye daftari ziweze kuchukuliwa. Tunawakaribisha sana wananchi waweze kujitokeza, na zoezi hili litaanza rasmi tarehe 13 kwa kubandika hilo daftari kwenye hivyo vituo vyote. Kwa tarehe 13 afike mahali pale kwa ajili ya kulitazama na kuhakiki, lakini tarehe 16 tutaleta maafisa wetu kwenye vituo kwenye kila kata. Bahati mbaya sana, na nitoe rai hii na wananchi wanielewe kwamba safari hii vituo vimepungua. Kwenye kila kata kutakuwa na kituo kimoja tu, havitakuwa vingi kama ilivyokuwa awamu ya kwanza. Kutakuwa na kituo kimoja tu kwenye kila kata, lakini baadhi ya kata zenye watu wengi kutakuwa na vituo viwili. Kwa jumla tuna vituo 53 na sio 420 kama ilivyokuwa mwanzoni. Utaratibu wa vituo vya magereza kuandikisha watu walipo katika magereza bado uko pale pale, lakini utaratibu huo utatangazwa pia baadaye. Hautafanyika sasa, lakini baadaye wakati utakapokuwa umefika, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itatoa maelekezo namna gani ya kuweza kufanya ama kuandikisha watu waliopo katika magereza. Kwa hivi vituo 53 vitumike vizuri, na vitakuwa wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni kila siku kwa muda wa siku 7, kuanzia tarehe 16 mwezi huu wa 5 mpaka tarehe 22 mwezi huu wa 5. Zoezi litakuwa limehitimishwa na hakutakuwa na zoezi jingine lolote ambalo litafanyika kwa ajili ya kuboresha taarifa za mpiga kura mpaka hapo ifikapo mwezi wa 10. Na kama kuna mtu mwingine amehamia kutoka eneo jingine, sasa anakuwa mkazi wa wilaya ya Kilosa katika eneo amehamia, anaruhusiwa pia kuhamisha taarifa zake kutoka huko alikotoka, wilaya aliyotokea, mkoa aliyotokea, kuzileta hapa Kilosa, mahali ambapo ana uhakika ifikapo mwezi wa 10 atapiga kura kuchagua viongozi ambao wataendelea kutuongoza kwa miaka mingine 5 ijayo.